Wanasimba hawa ninavyowafahamu, wanasimba hawa ambao ni wa kisasa, wanasimba hawa ambao wako tayari kujitolea kwa klabu yao, wanaenda kuonyesha mfano, na huo mfano hautapita miezi 6 mpaka mwaka. Tutakuja kuambieni sasa tumefikia wanachama wangapi, na hao wanachama hatutawaandikisha sokoni. Ni wanachama ambao watapitia kwenye matawi, kwa sababu ni wanachama ambao wanakuja kuwa wanahisa. Kwa hiyo ndugu wana Simba, wapenzi wa Simba, sasa tunaenda kufanya mambo makubwa, kwa sababu tutapata wanachama ambao tunastahili. Lakini la pili, tunaenda kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo hazitapatikana hapa Tanzania. Hakuna kadi za mfano wake. Itakuwa ni kadi za kisasa ambazo zitakuwa na mambo mengi sana ya faida kwa wanachama. Kwa hiyo hilo linafanyiwa kazi, mimi na makamu wangu ambaye ni mwenyekiti wa klabu, ili tupate kadi za kisasa ambazo mwana Simba akipata ile kadi, sio tu kwamba kuja kuonyesha kwenye mkutano, inakuwa na mambo mengine mengi zaidi ambayo yanaweza yakafanyika. Lakini uwekezaji huu transformation kikamilika, sasa mwekezaji sasa anaenda kuweza kujenga miundombinu. Alishatuahidi kwenye board, transformation ikikamilika anaenda kuwekeza kwenye miundombinu. Kwa hiyo muda sio mrefu pale Bunju panaenda kutengenezwa training facilities za kiwango cha 5 ambazo zitakuwa ni za kisasa. Kwa hiyo hili ni kubwa sana kwa wana Simba. La tatu, kumekuwa na maneno ya hapa na pale siku za karibuni. Sasa naomba niseme, sisi kama bodi tunazungumza kwamba Simba ni moja. Sisi tuna bahati, tumepata mwekezaji ambaye kwanza ni mwanachama wa Simba, na mwekezaji huyu kwanza akiteua wajumbe wa bodi karibu wote wana Simba. Kwa hiyo Simba ni kitu kimoja, ila tunakutana kwenye shareholding kwamba huyu ana 49, huyu ana 51, lakini wote wanaoingia kwenye bodi ni wana Simba. Kwa hiyo hayo maneno yanayopandikizwa, yanayokuja huku yote tutayaua, tutayamaliza na Simba itabaki moja. Kwa hiyo nawasihi wana Simba, sisi tuko kitu kimoja. Mimi na makamu wangu tuko kitu kimoja. Kwa hiyo Simba yote itakuwa ni moja, na mwekezaji ni mwana Simba, sio kama mtu ametoka. Maana kuna timu zingine Uingereza mwekezaji ametoka Uarabuni, ametoka Marekani. Hapa mwekezaji ametoka Tanzania na ni mwana Simba. Kwa hiyo maneno kila siku wanachama, wekezaji, lugha za kugawanya, tunaomba kuanzia sasa zifike mwisho. Simba ni moja na tutaendelea kupigania klabu yetu, na huu ndio msimamo wa jana wa bodi. Kwa hiyo nipende niwaeleze hayo, lakini kikubwa ni kwamba tunaandaa mfumo wa utoaji wa kadi ambao utakuwa ni wa kisasa, ambao kila mwana Simba sasa, Simba inaenda kukua. Labda niwaeleze kitu kingine. Ile hela ya 20 billion sasa iliyokuwa kwenye escrow account ikiisha, itahamia kwenye akaunti za Simba, then tutaanza kutengeneza faida. Na katika sehemu ya mapato ya kadi pia yataingia kwenye endowment fund, tutaanza kutengeneza faida. Sisi ni klabu ambayo tutakuwa na pesa nyingi kuliko klabu zote. Kwa hiyo hili ni swala la muda, tunaenda kutengeneza timu ya kisasa ambayo iko na uwazi, yenye good governance. Yenye good governance. Narudia tena, yenye good governance. Tusikubali kupotoshwa. Baada ya hayo machache, si mengi, naomba kama makamu yote la kuongeza, ambayo sikuzungumza kuongeza, sio vinginevyo, tuko tayari kwa maswali yoyote. Leo ulizeni maswali yoyote mnataka kuuliza. Yoyote ulizeni leo. Msitoke hapa msema sisi tulikatishwa maswali. Ulizeni leo.